Hata wewe. Sehemu ya kwanza. Dunia ina mengi ya kustajabisha na kushangaza pia. Usishangae yule uliokuwa muhimu kwake kipindi cha nyuma ndio yule leo ambaye akakuona huna hata chembe ya thamani kwake. Ni kwa sababu duniani tunapita na kila mtu ana kitabu chake cha historia katika maisha yake. Wapo watu ambao hawakuwahi kututazama kwa jicho la uadui, na daima siku zote tulitamani kuwa nao wawe upande wetu, tuendelee kujifunza mengi mazuri kutoka kwao. Na pindi tunapopata changamoto za kidunia, wao ndio wawe kimbilio letu la kutupatia faraja. Lakini kwa bahati mbaya wakatoka upande wetu, si kwa mapenzi yao, bali ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na hii ndio dunia, na huu ndio ulimwengu wa sasa, ulimwengu uliojaa chuki na visasi. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Semkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Semkwai. Andamana nami katika simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Huenda kuna kitu ambacho utajifunza katika simulizi hii. Simulizi iliyojaa visa na mikasa ya kusisimua. Simulizi inayoelezea maisha halisi wanaokumbana nayo baadhi ya watu katika jamii hii tunayoishi. Wanasema katika maisha sio kila mtu anafaa kuwa sehemu ya maisha. Uaminifu, upendo tunaowapa watu tukiamini kwamba ni watu wetu wa karibu na msaada mkubwa kwetu, ndio watu wanaotuumiza mioyo yetu. Mara zote kutambua ukweli ni muhimu zaidi, hasa kwa kile kilichojificha kwa muda mrefu sana. Lakini pale tunapogundua ukweli kuhusu watu wetu ambao walikuwa karibu yetu, kwamba wao ndio walikuwa maadui zetu wakubwa katika suala la maendeleo, na wao ndio walikuwa wakipambana kuturudisha nyuma kimaendeleo, ndio pale tunapoingiwa na roho ya visasi, na ndipo unapokuja ule msemo usemao kwamba ukweli mchungu lakini unaponya. Hiki ndicho kilichonikuta Jackson mimi. Ni mengi yalionikuta katika maisha yangu. Niliwaamini marafiki kuliko nilivyojiamini mimi. Hakika wamenifunza mambo mengi katika maisha haya, na nimejifunza kwamba si kila rafiki anapaswa kuwa karibu yangu. Ngoja nikupe kisa changu, huenda kuna kitu utajifunza kupitia mimi. Kwa majina yangu mimi nafahamika kwa jina la Jackson Mlawa, mkazi wa mkoani Iringa katika kijiji kimoja kinachofahamika kwa jina la Iwambingeto. Mimi ni baba wa watoto wawili na wote ni watoto wa kike. Mimi pia ni mume wa mke wangu mmoja anayefahamika kwa jina la Lina. Umri wangu kwa sasa ni miaka 52. Watoto wangu wa kike kwa sasa ni mabinti wakubwa. Mtoto wangu wa kwanza anaitwa Sharon, ana miaka 19, na binti yangu wa pili anaitwa Zainabu, ana miaka 17. Jackson mimi nawapenda sana mabinti zangu, na wote kwa sasa wapo chuo. Lakini kilichonifanya nitoe historia hii ya maisha yangu ni kutokana na yale yalionikuta. Mimi kama binadamu pia ninao ndugu zangu, lakini pia ninao marafiki ambao tulishirikiana kwa kila hali. Biashara yangu kubwa ilikuwa ni kusafirisha nyanya kutoka kijijini na kupeleka mjini. Nilikuwa nanunua nyanya kwa wakulima mbalimbali kwa bei nafuu, na mimi napeleka huko mjini kwa ajili ya kuwauzia wafanyabiashara. Nilikuwa na marafiki zangu wawili ambao ni John pamoja na Eliki. Marafiki zangu hawa tulikuwa tukishirikiana vizuri kabisa katika biashara zetu. Lakini nilikuwa na kaka yangu ambaye alikuwa akinipenda sana, na alikuwa anafahamika kwa jina la Ndunje. Na hata siku nikiwa katika safari zangu za kibiashara, yeye alikuwa akipita pale nyumbani kwangu kusalimia familia yangu. Mwanzoni biashara zangu zilikuwa zinaenda vizuri kabisa, hali iliyopelekea mimi kujimudu kimaisha. Lakini pia nilibahatika kujenga nyumba 3 Iringa mjini, na zote nilizipangisha, na nyumba moja nilikuwa nikiishi mimi pamoja na familia yangu. Kiufupi maisha yalikuwa poa sana. Shida ndogo ndogo nilikuwa nikizisikia kwa majirani tu. Watoto wangu wote walisoma shule za kulipia. Sikutaka familia yangu ipitie changamoto za kifedha hata kidogo. Lakini pia nilikuwa na magari 4 makubwa ambayo yalikuwa yakitoa nyanya shamba na kupeleka mjini. Lakini kadri biashara ilivyozidi kupamba moto, nikaamua na mimi kuwa mkulima wa nyanya kwa kuwaweka vibarua shambani kwangu, jambo ambalo nilipongezwa sana na marafiki zangu hawa wawili. Lakini sijui nini kilitokea katika shamba langu la nyanya. Siku nikiwa nimekaa nyumbani, nilipigiwa simu na kijana wangu kutoka shambani. Akaniambia, "Halo bosi." Nikamwambia, "Halo Diki, vipi?" Huyu Diki ni kijana wangu ambaye nilimpatia kazi ya kusimamia mashamba yangu yote, hususan mashamba ya nyanya. Diki akaniambia, "Bosi, huko hata sio salama.
Nikamwambia sio salama. Kivipi Diki? Diki akaniambia, bosi, shambani kwako kumekutwa bangi zikiwa zimepandwa. Hata sijui ni nani, lakini asubuhi polisi wamekuja kukagua na wameikuta mimea ya bangi katikati ya shamba. Nikashtuka kusikia hivyo. Nikamuuliza, we Diki, una kichaa? Wewe si ndio msimamizi mkubwa wa mashamba yangu? Inakuaje bangi zinakutwa katika shamba la nyanya? Huoni kama unaniharibia biashara? Diki akasema, bosi, yani hata sijui nikwambie vipi bosi wangu. Yani sijui nikwambie nini ili unielewe. Ili unielewe juu ya hili swala linaloendelea hapa. Yani sijui ni mauzauza au la. Lakini ndio imeshatokea na mimi sielewi chochote bosi wangu. Na kila siku huwa nalikagua hili shamba. Hata jana tu jioni nimetoka kulikagua shamba. Shamba lilikuwa safi kabisa. Sasa sijui imekuaje mimea kuota ndani usiku mmoja tu. Na jana nilikuwa naumwa hivyo niliamua kulala kidogo ili kupumzisha mwili. Yani hata sijui bosi. Huu ni mchezo bosi wangu na hii ni vita ya kibiashara. Nikamuuliza Diki, sawa, vipi hali ya miche ya nyanya? Hawajaribu kweli hao jamaa? Diki akasema, miche yote ya nyanya imekatwa na hili eneo wamesema lifungwe kwa muda ili kupisha uchunguzi. Na wakati nimemaliza kuongea na Diki, mlango ukagongwa na walikuwa wakigonga mlango walikuwa ni askari polisi. Nilipoona tu kwa nje nikajua tayari kimenuka. Hivyo nikapigia simu rafiki zangu wawili, Johnny na Eric, bila kumsahau kaka yangu Andunje. Hawa ndio walikuwa watu wangu wa karibu. Niliwapigia ili wajue ni namna gani ya kunisaidia. Na ukizingatia hii kesi ishakuwa kubwa na uthibitisho tayari umepatikana katika shamba langu. Basi baada ya kuongea nao ndugu zangu hawa, nao wale polisi tayari walikuwa wameshafika ndani na wakajitambulisha kwamba wao ni askari polisi pamoja na kituo wanachotoka. Hivyo nikawekwa chini ya ulinzi kwa kukutwa kwa bangi katika shamba langu. Basi nikapelekwa katika kituo cha polisi huku mke wangu akihaha asijue nini cha kufanya. Nilikuwa na matumaini makubwa kwamba nitatoka mapema kwa sababu ninao ndugu wa kunipambania katika swala zima la kesi yangu. Basi wakati nipo sero nikisubiri hukumu ya kesi yangu, rafiki yangu Johnny na Eric walikuwa sambamba na mimi kwa kunitafutia mwanasheria ambaye atasimamia kesi yangu. Mwanzoni niliona kesi ile ilikuwa ni rahisi, lakini kadri muda ulivyozidi kwenda ndipo kesi ile ikazidi kuwa ngumu. Yani haikuwa tena kesi ya bangi, bali nilikutwa na kosa lingine tena. Eti mimi pia nilikuwa namiliki genge la wahalifu, kitu ambacho sio kweli. Nakumbuka siku moja nikiwa Sierra, mke wangu pamoja na rafiki yangu Johnny walikuja kunitembelea. Lakini mke wangu alionekana kuwa mtu mwenye mawazo sana na alidhoofu sana. Nikamuuliza mke wangu, vipi mama, unaumwa? Mbona umekonda hivyo? Na uso wako umekosa nuru kabisa mke wangu. Mke wangu akaniambia, yani mume wangu, hujui tu yanayoendelea nyuma ya pazia. Mkeo anapitia maisha magumu sana huko mtaani. Nikamwambia mke wangu, kivipi tena? Wakati kila kitu kipo nyumbani, tuna magari, nyumba za kupangisha, pamoja na biashara ya duka. Kwa nini maisha yawe magumu? Haiwezi kuwa rahisi bwana. Mke wangu akaniambia, Ndio Jackson, haiwezi kuwa rahisi, lakini magumu ninayopitia mume wangu, wewe hujui tu. Nikamuuliza, hebu kabla hujamalizia kuongea, labda nikuulize Johnny, vipi swala la mwanasheria, maana naona kesi tayari imeshakuwa ngumu. Bado hujampata mwanasheria mzuri, mimi niko tayari kumpa pesa yoyote ili mradi tu nitoke humu ndani. Nimeshachoka mimi. Johnny akasema, bwana mkubwa, nisikudanganye tu. Yani nisikudanganye kwa kitu chochote kile. Mwanasheria amepatikana na tatizo ni pesa. Pesa ndio hazipo bwana. Nikamuuliza, kwani mwanasheria anataka kiasi gani? Johnny akasema, mwanasheria anahitaji kama kiasi cha shilingi milioni 100 hivi ili aweze kukusaidia na kesi yako ikafutwa kabisa. Nikamwambia Johnny, kama atasimamia vyema, pesa sio tatizo kwangu. Mke wangu anajua namba ya asili ya kutolea pesa benki. Hivyo mwambie aje anisaidie. Johnny akasema, ndio, pesa sio tatizo kwa upande wako. Lakini ilikuwa zamani Jackson na sio sasa. Mke wako atapata wapi pesa ya kukutoa shilingi milioni 1 kwa biashara yake ya kuuza miogo ya kukaanga na chai ya rangi? Nikamwambia, unasemaje Johnny? Huko nikimtazama mama Sharon usoni. Nikamuuliza, nini shida mke wangu? Kwa nini unafanya biashara hiyo wakati tuna mali za kutosha? Kama pesa zimeisha, tutauza hata nyumba moja. Mke wangu alikuwa haongei, bali yeye alikuwa kilia tu. Na Johnny ndiye aliyekuwa msemaji mkubwa. Johnny akasema, yani ndugu yangu ulipofungwa tu, ni mambo mengi yameendelea. Na watu wamejimilikisha mali zako zote kwa njia wanazozijua wao. Na mkeo alishafukuzwa muda sana nyumbani kwako.
na pesa zako ndizo zinazotumiwa kukukandamiza. Mimi na Eric tuliambiwa tukae mbali na mambo yenu ya kifamilia, na waliofanya hivi ni ndugu zako wakiongozwa na yule kakako Andunje. Alikuwa anaipenda sana familia yako, kumbe alikuwa hapendi familia yako, alikuwa anapenda mali zako. Hivyo wamegawana mali zote kabla hata hujafa. Sikuamini kile nilichokisikia kutoka kwa John. Nikamgeukia mke wangu nikamuuliza, eti ni kweli mke wangu? Ni kweli huyu anachokiongea? Ni kweli haya ndio yanayoendelea? Vipi kuhusu mabinti zangu? Miezi 3 nyuma ilitakiwa alipe ada. Vipi? Wameshalipiwa ada? Nilimuuliza mke wangu maswali mengi mfululizo huku nikiwa nimechanganyikiwa. Kwa upande mwingine nilijua ni ndoto ya mchana, ndoto ya kutisha, lakini haikuwa ndoto, ulikuwa ni ukweli, tena ukweli mtupu. Mke wangu akatikisa kichwa kuashiria ni ukweli, huku kilio kwa sauti ya kwikwi kikishika hatamu. Mke wangu akaniambia, watoto hapo nyumbani wameshindwa kuendelea na masomo kwa sababu tumeshindwa kuwalipia ada. Niliumia sana. Nikaa najiuliza imekuwaje? Ipoje hadi mambo yote yakatokea hivyo? Mke wangu akaniambia tena, ukweli ndio huo mume wangu. Huna msaada wote kuanzia sasa. Huna mtu aliye upande wako. Kila kukicha wanakutafutia makosa mengine ya kukusakazia ili mradi tu usitoke humu ndani. Na mimi pamoja na watoto wako ndio ndugu pekee tuliobaki upande wako. Nikamwangalia mke wangu kwa jicho la huruma, nisijue nini cha kufanya. Nilimuonea sana huruma mke wangu. Ilionekana alikuwa na mambo mengi alitaka kunieleza, lakini muda haukutosha. Nikamgeukia John nikamwambia, John ndugu yangu, wewe ndio unajua ukweli wa haya yote yanayoendelea. Naomba unisaidie nitoke humu ndani. Nikakomboe mali zangu, nikomboe familia yangu. Nipo chini ya miguu yako. Kama kwangu itakuwa ngumu kunisaidia, naomba uwape hifadhi mke wangu pamoja na watoto wangu. Naomba John, nipo chini ya miguu yako, au niazime hata shilingi milioni 3. Nimpe mtaji mke wangu, ache kuhangaika mtaani. John akaniangalia kisha akasema, hilo wazo nilikuwa nalo, lakini nilipomwambia mkeo alikataa. Hivyo siwezi kumsaidia mtu ambaye hahitaji msaada kutoka kwangu. Nikamuuliza mke wangu, ni kweli mke wangu umekataa msaada kutoka kwa John? Ni kwa nini? Hujui kwamba John ni rafiki yangu? Hujui kwamba John ni rafiki yangu wa pete na kidole? Hujui kwamba John tumetoka naye mbali sana? Hujui kwamba John mbali na urafiki ni ndugu yangu? Kwa nini umekataa msaada kutoka kwake? Au ulikuwa unahitaji ruhusa kutoka kwangu ili nikubali upokee msaada kutoka kwa John? Mke wangu akasema, ni kweli mume wangu. Ni kweli nimekataa kupokea msaada kwa John, ni kwa sababu ile mke wangu anataka tu kutoa sababu ni kwa nini amekataa kusaidiwa na John. Muda wa kuona mahabusu ukawa umeisha, hivyo mke wangu akashindwa kuendelea kunipa sababu. Mwisho mke wangu akasema, mume wangu, sijamalizia kukupa kisa na ndio kwanza nimeanza kukupa kisa, lakini nitakuja kukuambia kwa wakati mwingine. Mke wangu akazidi kuniambia, akaniambia, najua utakuwa na maswali mengi unayojiuliza kichwani kwako. Ni kipi ambacho kimetokea kwa upande wako? Ni mengi ambayo yametokea. Nimevumilia sana mume wangu. Nimejikaza sana. Nimevumilia ili nisionyeshe utofauti mbele yako, lakini kwa sasa yamenishinda. Lakini ninalo tumaini moja mume wangu. Naamini ipo siku moja isiyo na jina Mungu atakufungulia baraka zake juu yako. Kila kitu kitarudi kama awali. Mke wangu aliondoka pamoja na John, lakini bado sikuwa sawa. Yaani inakuaje familia yangu inateseka ingali bado nikiwa hai? Na ndugu zangu wanatoa wapi ujasiri wa kugawana mali zangu na kuifukuza familia yangu? Ina maana hakuna hata mmoja ambaye alikuwa upande wangu. Aisee, hii ilinisikitisha sana. Nilijua naishi na ndugu zangu kwa wema, hata siku nikifa wao ndo wataisaidia familia yangu, lakini haikuwa hivyo. Hawakutaka kusubiri hata nife, waliona nachelewa. Lakini akili nyingine kaniambia kwamba mimi kuwekwa humu ndani ni mpango uliosukwa na ndugu zangu wakishirikiana na viongozi wa juu kuendelea kunikandamiza. Ndio maana kila siku kesi yangu ilikuwa inahairishwa. Nilikaa kama mkiwa, nikiwa kama mahabusu. Kila siku kwangu niliona kama jehanamu kwa upande wangu. Niliwaonea huruma sana mabinti zangu kwa magumu wanayopitia. Ni kwa sababu hawajawahi kuishi katika mazingira magumu. Nilihofia kwamba kama maisha yataendelea kukaza kwa upande wao, wanaweza hata kujiingiza katika madanguro
kitu kilichonifanya niendelee kuumia zaidi. Huko mtaani mambo yalizidi kupamba moto. Eti mbali na mimi kuzushia kwamba anamiliki genge la kihalifu, likazuka lingine kwamba nilikuwa nafanya biashara haramu ya kusafirisha mabinti wadogo na kuwauza katika nchi za Uarabuni kwa kutumia magari yangu ya kusafirishia nyanya. Eti na mashahidi nao walikuwepo walionusulika katika biashara hiyo ambayo hata siijui. Nikasema kwamba yote heri na ninamwachia Mungu. Yeye ndiye anajua ukweli wote kuhusu mimi. Yaani sikuwa na mtetezi wala mdhamini. Na siku ya hukumu ilipofika, nilihukumiwa kufungwa miaka 120 jela. Hapa nilijikatia tamaa kabisa na maisha. Kipindi hicho mimi nilikuwa na umri wa miaka 40. Japo nilimwonea huruma mke wangu kwa majukumu makali niliyomwachia, lakini sikuwa na namna. Maisha yakabadilika ghafla, pasipo kutegemea maisha yakazidi kuwa magumu. Huko mtaani kwa mabinti zangu wawili pamoja na mke wangu, hakika niliona huu ndio muda wa mimi maisha yangu kuishia jela. Wakati nikiendelea kuishi gerezani, binti yangu wa kwanza ambaye ni Sharon aliamua kwenda katika nyumba ambayo tulikuwa tukiishi, ambayo kwa sasa wanaishi ndugu zangu. Hivyo baada ya maisha kuwa magumu mtaani, alienda kuomba kufanya kazi za ndani, angalau awe analipwa hata shilingi 1000 kwa siku. Japo ndugu wengine walikataa kumpatia kazi hiyo, lakini kakangu Andunja alikubali na kuwashawishi ndugu zangu wengine kwamba wampatie tu kazi kwa sababu hawana chao tena na hamna sehemu yoyote ambayo binti yangu Sharon anaweza kuwapeleka. Ni kwa sababu hawana nguvu tena kifedha. Basi baada ya binti yangu kukubaliwa kukaa nyumbani pale, akaanza kazi rasmi kufanya kazi za ndani kwenye nyumba ambayo mimi baba yao nilikuwa nimejenga. Hii ilizidi kuniuma zaidi. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi yetu mpya inayokwenda kwa jina la Hata Wewe. Jackson anaendelea kutueleza kisa kilichompata katika safari ya maisha yake. Ni kipi ambacho kilimpata Jackson huyo? Ni kwa nini anauliza hata wewe? Usikose kufuatilia muendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Hata Wewe.